sasa tunajifunza na sisi kwenye eneo la shukrani, matokeo ya shukrani kwenye maisha ya Mkristo. Nianze hivi: chochote ambacho Mungu amekiweka kama utaratibu kwenye ufalme wake kimekusudia kuleta matokeo kamili kwenye maisha ya watu. Kila utaratibu ambao Mungu ameuweka kwenye ufalme wake umekusudia kuleta matokeo kamili, au umekusudia kuleta matokeo ya moja kwa moja kwa watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ameweka taratibu mbalimbali kwenye neno lake. Moja ya utaratibu ambao Mungu ameweka ni maombi, kama njia ya kuona watu ambao wamemaanisha kupokea msaada wake kutoka kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia Mungu ameweka utaratibu wa sadaka kama njia mojawapo ya kutambua watu ambao wapo tayari kutii maelekezo ya neno la Mungu. Na kila utaratibu ambao Mungu ameweka, kuna mahali au kuna ahadi ambazo ameziweka kwamba endapo mtakaa kwenye utaratibu, muwe na uhakika mtapata haya matokeo. Kwa habari ya maombi anasema ombeni nanyi mtapewa. Utaratibu ambao ameweka, amesema ni utaratibu wa maombi. Na baada ya kusema utaratibu upo huu wa maombi, ni kitu gani mtakachokipata baada ya kuomba? Anasema mtapewa. Kwa upande wa sadaka amesema leteni zaka kamili, ili kiwemo chakula kingi ghalani mwangu, ili kwa kufanya hivyo muone kama sintawafungulia madirisha ya mbinguni. Kila utaratibu ambao Mungu ameweka, kuna matokeo ambayo ameyakusudia yaweze kutokea kwetu tutakapoishi sawasawa na huo utaratibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Utaratibu wote ambao Mungu ameweka katika ufalme wake unahusisha pande mbili. Upande wa kwanza ni upande katika ufalme wake, lakini upande wa pili ni upande wetu sisi wanadamu. Chochote ambacho Mungu amekieleza kwenye neno lake hakihitaji uhusiano kati ya Mungu na wanyama, kinahitaji uhusiano kati ya Mungu na wanadamu. Tusome kitabu cha Mwanzo na litakuwa ndo andiko letu la kwanza. Mwanzo sura ya kwanza. Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa 26. Biblia inasema hivi: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote, pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Nimesema utaratibu wote ambao Mungu ameweka unahusisha pande mbili. Upande wa kwanza ni ufalme wake, lakini upande wa pili ni upande wetu sisi wanadamu. Kwa hiyo kila utaratibu ambao Mungu ameweka ili matokeo yaweze kuonekana unahusisha hizo pande mbili. Mungu katika kuumba akaumba vitu vyote. Siku ya kwanza akaumba nuru, siku ya pili akaumba, siku ya tatu. Ilivyofika siku ya sita akaona ameumba vitu vingi, lakini bado kuna taratibu ambazo anataka kuziweka. Ni nani atakayehusika kusimama kwenye hizo taratibu? Akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Niongeze jambo lingine hapo. Utaratibu wote ambao Mungu ameweka kuhusu maisha yetu kwenye neno lake ni ufunguo wa mlango fulani ulioko mbele yetu. Utaratibu wote ambao Mungu ameweka kuhusu maisha yetu kwenye neno lake ni ufunguo wa kufungua mlango fulani ulioko mbele yetu. Maombi ni kama funguo ya kufungua milango ambayo imefungwa. Sadaka ni moja wapo ya funguo ambayo inatumika kufungua baadhi ya milango ambayo inapaswa kufunguliwa na sadaka. Lakini kama ilivyo maombi na sadaka, ndivyo shukrani ilivyo, ni funguo inayoweza kutumika kufungua baadhi ya milango. Iko hivi: sio kila ufunguo unaweza kufungua mlango wote. Ni ufunguo sahihi kwa mlango sahihi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ufunguo wa hapa hauwezi ukafungua pale, na ufunguo wa pale hauwezi ukafungua hapa. Ndivyo ilivyo kwenye neno la Mungu. Kama mlango unapaswa kufunguliwa kwa njia ya maombi, usitarajie sadaka yako itaufungua huo mlango. Na kama sadaka inafungua mlango wa sadaka, usitarajie sadaka itafungua mlango wa maombi. Na kama sadaka itafungua mlango wa sadaka, usitarajie shukurani itafungua mlango wa sadaka. Eliya alipofunga mvua kwa miaka 3.5 aliifunga kwa maneno ili iweze kufunguliwa. Hakuna sehemu anaposema kwamba twende tukatoe sadaka. Anaenda kuomba mlimani, anamwomba Mungu. Kilichofungwa, mlango uliofungwa kwa maombi utafunguliwa kwa maombi vile vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kama unafunga mlango wa gari kwa kutumia ufunguo wa gari, usitarajie. Ngoja niseme hivi, magari hapo aina nyingi. Gari ya mchungaji inaitwa Harrier. Funguo ya mlango wa Harrier haiwezi kafungua mlango wa Noa, japo yote ni magari na yote yanampa mtu matokeo anayoyataka. Anataka kutoka hapa kwenda sehemu fulani. Kinachozingatiwa ni ufunguo upi kwa mlango upi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana? Niongeze kitu kibano, naweka msingi. Dunia isingekuwa na maana kusingekuwepo mwanadamu. Tunakubaliana? Kwa sababu mwanadamu ndiye kiumbe pekee aliyepewa uwezo wa kufanya vitu zaidi ya vinavyoonekana. Wanyama wote tumewatawala, ndege wote tumewatawala, ila mwanadamu pekee ndiye anayeonekana ni kiumbe cha juu kuliko viumbe vingine vyote. Kweli nyingine, ili uweze kujua mwanadamu ni kiumbe cha juu kuliko viumbe vingine, Yesu hakuja kuokoa ng'ombe. Yesu hakuja kuokoa kuku tunazofuga. Yesu alikuja kwa ajili ya mwanadamu duniani. Kwa hiyo dunia imeonekana ni ya maana kwa sababu wapo watu wanaofanya vitu ambavyo Mungu ameviweka kwenye utaratibu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ipo hivi, kuto kumshukuru Mungu yani wewe kumshukuru Mungu au kuto kumshukuru Mungu hakumwongezei Mungu chochote na wala hakumpunguzii chochote. Tumeelewana? Yaani wewe usimshukuru Mungu au umshukuru Mungu, bado hakuna kitu unachomwongezea Mungu. Mungu yeye ni Mungu jana, leo na hata milele. Yeye ni Mungu ambaye amejitosheleza kwa kila kitu. Ila shukurani ambazo sisi tunatoa kwa Mungu, faida haiendi kwa Mungu. Faida inakuja kwetu sisi tunao shukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani tunapomshukuru Mungu kuna ushawishi fulani tunaupeleka kwa Mungu ambao tunamfanya Mungu aweze kufanya zaidi ya vile tunavyotarajia. Kwa sababu siku zote, Mwenda Mseke, nikuulize swali. Nitolee mfano, sio swali. Umemsaidia Bahati. Baadaye akarudi akasema, Mwenda Mseke, nakushukuru. Hiyo swali ulinisaidia limenipa matokeo haya. Huyu hapa akirudi kuomba tena msaada, utamkataza? Si lazima utamkubalia. Ndivyo Mungu alivyo. Shukrani yoyote ambayo tunaitoa kwa Mungu imelenga kutuletea matokeo sisi yaliyo mazuri na sio kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuendelee hapa kidogo.
kila utaratibu ambao Mungu ameweka kwenye ufalme wake unamhitaji mwanadamu ili uweze kukamilishwa. Kila utaratibu ambao Mungu ameweka kwenye ufalme wake unamhitaji mwanadamu ili uweze kukamilika. Naomba nisome kitabu hiki. Naomba nisome kitabu hiki cha Ezekieli. Ezekieli sura ya 22. 22 Ezekieli na mstari wa 30. Nimesema kila utaratibu ambao Mungu ameweka kwenye neno lake unamhitaji Mungu ili unamhitaji mtu ili uweze kukamilishwa. Ezekieli 22:30 Biblia inasema hivi: nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye litengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka, kwa ajili ya nchi nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Mungu anasema ninataka kuokoa nchi, ninataka kuokoa wanadamu, lakini bado sijaona mtu atakayesimama kwenye lile kusudi ambalo nataka nilifanye kwa watu hawa. Anasema nami nikatafuta mtu. Tafsiri yake hadi kesho Mungu bado anahitaji watu wanaotakiwa kusimama kwenye nafasi yake, sio nafasi ya Mungu, kwenye kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anasema kuna taratibu nyingi ambazo ninazo katika ufalme wangu, lakini kila ninapoangalia sioni mtu anayefaa kukaa kwenye hiyo nafasi. Ninakuombea moja ya mtu ambaye Mungu anamtafuta uwe wewe katika jina la Yesu. Na shida ni kwamba mchungaji, shida ni kwamba walokole kuna sehemu ambayo tumekwama. Tukifika kwenye maeneo ya ibada kwamba mwombe Mungu akuoneshe kusudi lako, asilimia kama 80 huwa anafikiri mimi ni mchungaji au ni mwinjilisti. Hapana. Yusufu hakuna sehemu ambapo Biblia inasema Yusufu akachukua kitabu cha Torati akakisoma, lakini Yusufu ndiye aliyeenda kuiokoa dunia nzima enzi zake. Yupo katika utumwa, lakini katika hali ile ile ya utumwa Mungu amempeleka ili aweze kusimama kwenye nafasi ambayo Mungu amekusudia kuwaokoa watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo taratibu wote ambao Mungu ameweka unamhitaji mtu ili uweze kukamilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuendelee hapa. Kichwa cha somo kinasema matokeo ya shukrani kwenye maisha ya Mkristo. Kama tunaomba tunapata matokeo ya maombi. Kama tunatoa sadaka tunapata matokeo ya sadaka. Kama tunasoma neno tunapata matokeo ya neno. Basi shukrani nayo Biblia haiwezi sema mshukuruni Mungu kwa kila jambo ikiwa hakuna kitu mnachokipata. Mwambie mwenzako Mungu sio Mungu wa hasara. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani chochote ambacho Mungu amekiweka kimekusudia kuleta faida kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa moja ya kitu Mungu anakitarajia kutoka kwenye maisha yetu ni moyo wa shukrani. Moja ya kitu ambacho Mungu anakitarajia kutoka kwenye maisha yetu ni moyo wa shukrani. Na moyo wa shukrani haupimwi katika vingi ambavyo mtu anapata baada ya kuwa ameomba, ila unapimwa katika kichache alichokipata wakati huo akiwa anatarajia vingi alivyokuwa anatamani kuwa navyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia, moja ya kitu Mungu anakitarajia kwenye maisha yetu ni moyo wa shukrani. Na moyo wa shukrani haupimwi tu baada ya mtu kupokea vingi kama alivyotarajia, ila unapimwa katika vichache alivyovipata kati ya vingi alivyotarajia.
Tusome kitabu hiki tutaelewana. Kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 12 hadi mstari wa 13. Tumwone Paulo aina ya moyo ambao Paulo alikuwa nao. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 12 na 13. Paulo anasema hivi: Paulo anasema hivi 12 na 13. Najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Kabla hujasoma mstari wa 13 anaosema na yaweza mambo yote, alianza kwa kusema ninajua kudhiliwa, ninajua kushiba, ninajua kuona njaa, ninajua kuwa na vingi na kupungukiwa. Katika mambo yote, weka neno nitamshukuru Mungu. Katika mambo yote nitaendelea kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alhamisi tulijifunza, kuna sehemu mchungaji akasema wana wa Israeli walipojenga msingi tu wanataka kumjengea Mungu nyumba, lakini walipoanza kujenga tu ule msingi ikabidi wafanye ibada ya kumshukuru. Kumbe ipo hivi, hatua yoyote ambayo mtu ameifikia anapaswa kumshukuru Mungu, kwa sababu ni Mungu aliyemfikisha hapo. Nafasi yoyote ambayo mtu anayo kwenye eneo lolote la maisha yake anapaswa kumshukuru Mungu, kwa sababu ni Mungu aliyemweka hapo. Nataka nikwambie hivi, hakuna mtu ambaye amewahi kujiweka kwenye nafasi yake, kwenye nafasi mwenyewe na akafanikiwa. Nafasi yoyote ambayo mtu anayo kwenye maisha yake ni Mungu ambaye amemweka kwenye hiyo nafasi. Yeremia sura ya 1. Yeremia sura ya 1 na mstari wa 4. Biblia inasema hivi. Yeremia sura ya 1 na mstari wa 4. Neno la Bwana lilinijia kusema, mstari wa 5, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii. Nataka hilo neno, nimekuweka kuwa nabii. Ziko nafasi nyingi ambazo mara nyingi watu wengi wanapozungumzia nafasi wanafikiria nafasi ya uongozi, sana sana nafasi ya uongozi maeneo fulani. Lakini nafasi ziko nyingi ambazo Mungu ametuweka na sisi pasipo kujua, na kwa kutokujua hizo nafasi tumeshindwa kumshukuru Mungu, tukizani kwamba ni sisi ambao tumejiweka hapo. Mungu anamwambia Yeremia, nimekuweka kuwa nabii. Nafasi ya kuwa mwanafunzi wa chuo kikuu fulani, hiyo nafasi haujajiweka eti kwa sababu ulifaulu mtihani. Biblia inasema nitawapa akili njema ili mpate kufahamu. Kwa hiyo wako wengi ambao wametamani nafasi. Ipo hivi, naomba niseme hivi, nafasi ulio nayo inapiganiwa na watu wengi kuipata, lakini wewe umeipata. Tunaelewana? Nafasi yoyote ulio nayo inapiganiwa na watu wengine kuipata, lakini kwa neema, rehema na msaada wa Mungu wewe unaipata. Mchungaji huwa anasema andika hii itakusaidia. Utakuwa andika unayoona yatakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema hivi, nafasi yoyote ulio nayo kwenye maisha yako, nafasi ya kuwa baba, nafasi ya kuwa mama, nafasi ya kuwa mume, nafasi ya kuwa mke, nafasi ya kuwa mwanafunzi, kuwa daktari, kuwa mwalimu, kuwa nani, nafasi yoyote hiyo inapiganiwa na watu wengi kuipata, lakini kwa rehema na msaada wa Mungu wewe umeipata. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 5. Yohana Mtakatifu sura ya 5, Biblia inasema hivi. Naanzia mstari wa 2.
Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa, hebu sema jamii kubwa. Jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopoza, wakingoja maji yachemke. Wote ni wagonjwa na kila mmoja ana shida yake. Wote wamekaa kwenye ile hali ya utayari kwamba maji yakitimuliwa tu ni nguvu ya kila mmoja itakayomsaidia kuingia kwenye hayo maji. Na ngoja niendelee kusoma hapa. Wakingoja maji yachemke, kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza, hebu sema yeye aliyeingia wa kwanza. Yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa ule. Jambo la kwanza, nafasi ipo moja, lakini wanaoipigania ni watu wengi. Maji yanapotibuliwa, kila mmoja na msukumo mwenzake aweze kuingia ili shida yake iweze kupona. Biblia inasema aliyekuwa wa kwanza ndiye aliyeingia. Kumbe kuingia kwenye nafasi yoyote si kwa sababu wewe una uwezo, ila ni Mungu ambaye amekufanya uingie hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwezi tunamshukuru Mungu kwa mengi. Moja ambayo mimi namshukuru Mungu ni kwa mara ya kwanza kuhudumu Jumapili KCC. Kwa hiyo yani hata kama sitamshukuru kwa mengine, hilo tu linatosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Niendelee kusoma kitabu kizuri uliokuwa mstari wa 5. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia wataka kuwa mzima? Sikia maneno ya huyu mtu. Yule mgonjwa akamjibu, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Huyu hapa mgonjwa anathibitisha kwamba katika mchakato wa kutafuta uzima ulikuwa ni ushindani zaidi ya vita katika uwanja wa vita. Anamwambia kila wakati maji yanapotibuliwa, ninapoinuka kwenda kuingia kwenye hayo maji, anatangulia mtu mwingine mbele yangu, na kwa sababu hiyo mimi sina mtu ambaye anaweza kunisaidia nikaingia kwenye hayo maji. Yesu akamwambia, mimi ndiye niliyekuwa nasababisha hayo maji kutibuliwa, na hao malaika mimi ndio nilikuwa na watuma. Simama na beba godoro lako uende. Nafasi yoyote uliyo nayo inapiganiwa na watu wengi, lakini ni wewe ambao Mungu amekusaidia kuipata. Acha kiburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako acha kiburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee. Kumshukuru Mungu inategemea na nafasi uliyompa Mungu kwenye maisha yako. Kumshukuru Mungu inategemea nafasi ambayo wewe umempa Mungu kwenye maisha yako. Naomba nisome hiki kitabu ili tuelewane kwenye hiyo sentensi. Nyakati wa pili. Mambo ya Nyakati wa pili. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 20 kuanzia mstari wa 9 hadi nitaendelea hadi huko mbele. Nimesema kumshukuru Mungu inategemea na nafasi ambayo umempa Mungu kwenye maisha yako.
Mungu akiwa nafasi ya kwanza kwenye maisha yako, uwe na uhakika kila atakachokusaidia kukipata, kila hatua atakayokupeleka, kila changamoto atakazo kuvusha, utarudi tena kumshukuru. Tusome hiyo Nyakati wa Pili sura ya 20 kuanzia mstari wa 9. Biblia inasema hivi, huyu ni Yehoshafati anasema hivi: yakitujia mabaya, upanga, hukumu au tauni au njaa, tutasimama mbele ya nyumba hii na mbele zako, maana jina lako limo katika nyumba hii, na kukulilia katika shida yetu, nawe utasikia na kuokoa. Na sasa tazama, wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri, ambao hukuwaacha Israeli waingie katika nchi yao walipotoka nchi ya Misri, lakini wakageukia mbali wasiwaharibu. Tazama jinsi wanavyotulipa wakija kututupa toka miliki yako uliyotulithisha. Ee Mungu wetu, je, hutawahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii wanaotujia juu yetu, wala hatujui tufanyeje, lakini macho yetu yatazama kwako. Wakasimama Yuda wote mbele za Bwana, pamoja na wadogo wao na wake zao na watoto wao. Ndipo Yahazieli mwana wa Zekaria mwana wa Benaya mwana wa Yeili mwana wa Matania Mlawi wa wana wa Asafu akajiliwa na Roho ya Bwana katikati ya kusanyiko, akasema, sikieni Yuda wote, nanyi Yehoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Kesho shukeni juu, tazameni wanakwea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 17 Biblia inasema hivi, hamtahitaji kupigana vita, jipangeni, simameni mkauone wokovu wa Bwana. Nishie hapo kwanza. Nimesema hivi, kumshukuru Mungu inategemea na nafasi ambayo umempa Mungu kwenye maisha yako. Wana wa Israeli wamekutana, hawa ni wana wa Yuda, wamekutana na vita. Yehoshafati akiangalia jeshi walilo nalo halitoshi, wakiangalia uwezo wa silaha walizo nazo, bado silaha zao hazina ubora kama za maadui wao. Wakiangalia nguvu na ujuzi walio nao wa kivita, bado ujuzi wao hauwatoshi kupigana na wale maadui. Yehoshafati akaamua kurejea kule ambako Sulemani aliweka agano na Mungu. Akasema, endapo watu wangu watakuwa wameenda vitani, wakiwa katika hilo eneo la vita, wakikuomba kwenye hiyo uwanja wa vita, Mungu ukasikie maombi yao. Ukisoma Wafalme wa Kwanza sura ya 8, ukisoma hapo utapata hayo maneno. Ni Wafalme wa Kwanza sura ya 8. Ukisoma habari hapo utakutana na habari ambayo Sulemani alikuwa analiweka jengo wakifu, akatamka, akaomba maneno. Sasa Yehoshafati wakiwa katika uwanja wa vita, yeye akakumbuka, akasema, je, hutahukumu? Ulisema yakitujia mabaya, tukikuomba utatuokoa. Ndipo wakakusanyika Yuda wote, wakaanza kumwomba Mungu. Roho wa Bwana akashuka kwa nabii mmoja, akamwambia Yehoshafati, waambie hao watu kwamba hamtapigana hii vita, kwa sababu vita si yenu bali vita ni ya Mungu. Na anawaambia hivi, hamtahitaji kupigana vita. Uko katika uwanja wa vita, unahitaji ushindi, na unaambiwa hautapigana vita. Unafanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani upo uwanja wa vita, alafu unaambiwa hautahitaji kupigana vita, wewe tulia tu, ila wewe ndio utaitwa mshindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma hiyo habari, ukiendelea mbele hadi mstari wa 26, nianzie mstari wa 22.
Nianzie mstari wa 21. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Sikia, hawa watu wapo katika uwanja wa vita. Mungu anawaambia simameni mkauone wokovu wa Bwana. Anawaambia wala msiogope, kwa maana vita sio yenu. Wimbo wa kwanza walioanza kuimba wakiwa uwanja wa vita ulikuwa ni wimbo wa kumshukuru Mungu, na sio wimbo wa kusema Mungu tuma malaika waje watupiganie. Wanaanza kuimba kwamba mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, vita bado haijaisha. Shukurani ni moja ya unabii kwenye mambo ambayo unatamani yatokee kwenye kesho yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Shukurani ni moja ya unabii ambao unaweza ukautumia kutabilia mambo mema ambayo bado hayajatokea kwenye kesho yako. Wanaanza kumsifu Mungu, wanasema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Ukiendelea mstari wa 22, nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao mlima Seiri waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa, kwani wana wa Amoni na wana wa Moabu waliondokea wenyeji wa mlima wa Seiri, wakawaulia mbali na kuwaharibu. Nao walipokwisha kuwakomesha hao wakaao Seiri, wakajitia kuharibu kila mtu mwenziwe. Sisi tunamshukuru Mungu. Maadui wapo pale, maadui wapo wa aina tatu. Wawili Mungu anaofanya mioyo yao ikubaliane kwamba sisi ni marafiki, sisi ni ndugu, tumpige huyu. Wanampiga yule adui watatu, wanamaliza adui watatu, Mungu anawatenganisha tena kwenye mioyo yao. Vita ya Mungu haihitaji silaha. Vita ya Mungu inahitaji kukaa kwenye maelekezo aliyosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenda Mseke na Fanueli ni maadui wote pamoja, yani wanashirikiana pamoja na nimtaje nani? Nimtaje Amos, nimtaje Dr. Dickson. Hawa wote wamekuja kupigana na mimi. Najitolea mfano ili kama kuna adui yoyote anayekuja ajue nina Mungu atakayempiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenda Mseke, Zoa pamoja na Dr. Dickson wote ni maadui zangu. Mimi Mungu ameniambia hautapigana hii vita yao. Mwenda Mseke jeshi lake lina wanajeshi 10,000. Zoa jeshi lake lina wanajeshi 10,000. Dickson na wanajeshi 40,000. Mimi ni wanajeshi 20,000. Mimi ni wanajeshi 5,000. Silaha hazitoshi, uwezo hautoshi, muda hautoshi kuwapiga hao watu, ni wengi. Hata kama nikisema kwa kila dakika mmoja mwanajeshi mmoja awaue wanajeshi 2, bado siku itaisha sijawamaliza. Mungu ananiambia Kisato, hautapigana na hao, mimi najua cha kuwafanya. Wote mwanzoni walikubaliana twende tukampige Kisato. Mungu anawaangalia, wanakaribia kwenye uwanja wa vita. Zoa na Mwenda Mseke wanakubaliana kwamba tumgeuke Dickson tumpige. Wanamgeukea Dickson, wanampiga, wanammaliza, alafu wao wenyewe Mungu anawafarakanisha kwamba Mwenda Mseke anasema Zoa nakuua, na Zoa anasema Mwenda Mseke nakuua. Wanapigana, wanauana wao kwa wao. Mimi nachukua miliki kiurahisi. Kufuata maelekezo ya Mungu ni yani kupata vitu kwa njia ya maelekezo ya Mungu ni njia iliyo nyepesi sana kuliko kupitia njia za mkato ambazo ni ndefu kufikia unayoyataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hawa watu wamemshukuru Mungu, Mungu akapigana vita kinyume cha maadui zao. Kuna mstari naopenda hapa, mstari wa 26. Hata siku ya 4 wakakusanyika katika bonde la baraka, maana ndipo walipombarikia Bwana. Kwa hiyo jina la mahali pale paitwa bonde la baraka hata leo. Sikia,
Mara ya kwanza walipokutana vita, wakaona wao hawawezi kupigana, ila kwa sababu wamempa Mungu nafasi kubwa kwenye mioyo yao, wakaenda kumwomba. Waliposhinda hiyo vita, wakaokolewa kwa sababu ni Mungu yule yule waliomwomba akawapigania vita. Ikabidi warudi tena kumshukuru. Maana nyingine ya kusema wakambarikia Bwana, tafsiri yake wakamshukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo shukurani unayotoa mbele za Mungu itategemea na nafasi ambayo umempa Mungu kwenye maisha yako. Ikiwa Mungu ni kila kitu ulicho nacho, basi Mungu ni kila kitu unachokitaka kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ikiwa Mungu ni kila kitu ulicho nacho leo, basi Mungu ni basi Mungu ana kila kitu unachokitaka. Hawa watu wana silaha lakini hazitoshi kupigana vita. Ikabidi warudi kwa Mungu, wakamwambia, wewe ndio Mungu wetu, tunakuomba utupiganie hii vita, tuokoe, sisi hatuna uwezo. Mungu anaokoa kweli. Baada ya kuokoa, wanarudi tena kumshukuru. Walikusanyika mara ya kwanza, walikusanyika tena mara ya pili. Nafasi ya Mungu ikiwa kubwa kwenye mioyo yetu, tuwe na uhakika kila hatua tunayoipita tutamshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumshukuru Mungu ni kina cha moyo unyenyekevu. Andika tu hivyo. Kumshukuru Mungu ni kina cha moyo wa unyenyekevu. Na kuto kumshukuru Mungu ni kiburi cha uzima. Kumshukuru Mungu ni kina cha moyo wa unyenyekevu. Luka sura ya 17 na mstari wa 11. Luka 17 mstari wa 11 hadi mstari wa 18. Biblia inasema hivi, hii habari bila shaka wengi tunaijua. Luka 11:17 hadi 18, Biblia inasema hivi, ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Huyu ni Yesu. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda, walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema hivi, kumshukuru Mungu ni kina cha moyo unyenyekevu. Hawa watu walikuwa ni wakoma. Nilipokuwa nasoma nikajifunza mambo mawili. Jambo la kwanza, Yesu alipowaambia nendeni mkajioneshe kwa makuhani, jambo la kwanza walikuwa wanahatarisha maisha yao. Kwa sababu katika jamii ya Kiyahudi, mtu yeyote ambaye alikuwa ni mkoma alikuwa haruhusiwi kuchangamana na watu wengine, alafu naambiwa nenda. Lakini jambo la pili, imani ndio iliyowasukuma kwamba lolote na litokee, ila sisi tunaenda sawasawa na Yesu alivyosema. Yesu anawaambia nendeni mkajionyeshe, ila wao wakijiona bado wana ukoma. Wakiwa njiani, kwa sababu ya imani iliyokuwa ndani yao, ule ukoma ukatakasika. Mmoja alipoona vile akasema, hapana, itabidi nirudi nikamshukuru yule Bwana aliyeniambia nitakasike. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu mtu amerudi. Yesu alipomwona, Yesu akamuuliza hivi, je, hamkutakaswa 10? Wale 9 wako wapi? Biblia haijasema yule mtu alimwambia wale 9 wameondoka, ila Yesu akamwambia imani yako imekuokoa. Nikajifunza kitu hapa. Shukurani inamfanya mtu kupokea zaidi ya yale aliyokuwa ameyataka. Yule ni Msamaria, ametakasika, lakini jambo la pili akaokolewa, akaambiwa
imekuokoa. Tafsiri yake, akaingizwa kwenye moja ya jamii ya Wayahudi wanaomwamini nani? Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuangalie ni matokeo gani ya shukrani kwenye maisha yetu, kwenye maisha yetu. Jambo la kwanza, shukrani humfanya mtu apokee zaidi ya alivyotarajia. Tutasoma andiko hili la Luka. Shukrani humfanya mtu apokee zaidi ya alivyotarajia. Luka 17:17 na 19, Biblia inasema hivi. Luka 17:17 hadi 19, Biblia inasema hivi. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wao wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu? Ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Nimesema hivi, moja ya kitu shukurani inafanya kwenye maisha ya mtu anayeshukuru, inamfanya apokee zaidi ya aliyokuwa ametarajia. Tukisoma kwa habari ya mikate ilikuwa ni 5 na samaki 2. Yesu katika kuomba Mungu ongeza mikate, ila Yesu alisema, Mungu ninakushukuru kwa kuwa unanisikia. Yale ambayo wale wanafunzi wa Yesu walikuwa hawatarajii kuona mikate ikiongezeka, lakini Yesu aliyekuwa anajua nafasi ya shukurani kuwa inaweza kuongeza vitu zaidi ya vile tulivyo navyo, akasema, Mungu ninakushukuru. Biblia inasemaje? Yesu akawaambia, ketisheni watu. Akawagawa watu mikate, watu wakala mikate wakashiba hadi wakakusanya akiba kwenda nazo nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ana ukoma, lakini baada ya kuwa amepokea ukoma, anarudi akapokea tena nafasi ya wokovu kwenye maisha yake. Kwa sababu gani? Yesu alimwambia, imani yako imekuokoa. Hakusema imani yako imekuponya. Kuna tofauti kati ya kuponywa na kuokolewa. Unaweza ukaponywa lakini ukawa hujaokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akamwambia, imani yako imekuponya, ila yeye amerudi kumshukuru Mungu kwa sababu ameponywa. Mimi natarajia Yesu angesema, ile imani uliyochukua ya kwenda kujionyesha kwa makuhani imekuponya, ila anatumia neno imekuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo shukurani tunayoipeleka kwa Mungu haiendi bure, imekusudia kutuletea matokeo mengi zaidi ya yale ambayo tulikuwa tunatarajia. Na nirudi kule kwa Yehoshafati. Mungu aliwaambia hamtahitaji kupigana vita, ila wao hawakujua wafanye nini ili vita iishe. Walichokifanya ni kumshukuru Mungu, na huenda kwenye fahamu zao walikuwa wanawaza kwamba Mungu huenda anaweza kapiga kishindo kama alichokifanya kwa Wamidiani kipindi cha wakoma 4. Kule Mungu wale watu hawakuuana, walikimbia wakauacha mji, wakasema labda Mungu atawafukuza na hawa kama alivyokuwa anawafukuza wengine hata kipindi baba zetu wanatoka utumwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakasema sisi hatujui Mungu atafanyaje, ila tunachokwenda kumshukuru ni kwa yale ambayo amesema hatutapigana vita, tunamshukuru Mungu kwa hilo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Walipomshukuru ndipo Mungu akaoneshea zaidi, akawaambia mimi sichunguziki. Njia za Mungu ni njia ambazo hazichunguziki na sizoeleki. Ipo hivi, Mungu anaweza akashughulika na tatizo moja kwa njia tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ndio maana hata katika kuomba tusiombe kwa kurejea ushuhuda mmoja tu. Tunamwambia Mungu, wewe waweza kufanya mambo yote. Ayubu alisema, sasa najua ya kwamba Mungu wewe waweza kufanya mambo yote, na wala makusudi yako hayawezi kuzuilika. Kipindi cha Wamidiani aliachilia kishindo cha wakoma, wakakimbia. Wana wa Israeli wakaenda kuteka nyara. Kuna mahali pengine akafanya jua likachomoza, alafu juu ya ardhi badala ya kuonekana majani yakaonekana ni kama maji yenye damu. Watu wakakimbia, kumbe sio damu. Lakini hapa anawafarakanisha maadui wao kwa wao, wanapigana watu wake, wanapokea zaidi ya walivyotarajia. Kwa hiyo moyo wa shukrani inamfanya Mungu, au moyo wa shukrani unamshawishi Mungu kutupa zaidi, kwa sababu ameona hata akitupa zaidi bado tutarudi kumshukuru tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, shukrani inaongeza thamani ya mtu kwa Mungu. Shukrani inaongeza thamani ya mtu kwa Mungu. Ipo hivi, Mungu hamtazami kila mtu, ila Mungu anamtazama mtu mwenye thamani kwenye ufalme wake. Tumeelewana eh? Mungu hamtazami kila mtu. Mungu anamtazama mtu ambaye anayo thamani kwenye ufalme wake. Tusome kitabu hiki ili tuweze kuelewana. Isaya sura ya 66 mstari wa 2. Isaya sura ya 66 na mstari wa 2. Biblia inasema hivi: maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana, lakini mtu huyu ndiye nitakaye mwangalia. Nimesema hivi, Mungu hamwangalii kila mtu. Mungu anamwangalia mtu ambaye anayo thamani kubwa kwenye ufalme wake. Mungu mwenyewe, nasoma Biblia, Mungu anasema hivi, lakini mtu huyu ndiye nitakaye mwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiapo neno langu. Kumbe kadri tunavyoendelea kumshukuru Mungu, ukianza kufuatilia maana ya moyo uliopondeka, ni maana nyingine ya moyo wa shukrani. Anasema huyu mtu ndiye nitakayemwangalia, mtu ambaye ni mnyenyekevu wa moyo, mwenye roho iliyopondeka, na anayetetemeka anapolisikia neno langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama thamani ya mtu inayokiongezeka kwa Mungu, Mungu anampa zaidi anavyotaka, au shukrani inaongeza thamani ya mtu kwa Mungu, basi ujue hivi, thamani tunayokuwa nayo kwa Mungu inaweza ikamsukuma Mungu kujitendea zaidi ya yale ambayo tuliyo nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kujiuliza, kwa nini Mungu aliamua kumpa Yesu jina lipitalo majina yote? Moja ya kitu ambacho kilimfanya hadi Mungu akampa Yesu jina lipitalo majina yote ni kwa sababu ya moyo uliokuwa ndani ya Yesu. Alipoenda kumfufua Lazaro, hakuomba ninakuomba Mungu mfufue Lazaro. Alisema, Mungu ninakushukuru kwa kuwa umeweka haya kwa ajili ya utukufu wako. Kwa hiyo thamani yetu ikiongezeka kwa Mungu, tuwe na uhakika Mungu atatupa zaidi ya tunavyotarajia. Na moja ya kitu kinachoongeza thamani kwenye maisha yetu ni moyo wa shukrani. Nitolee mfano. Huyu mtu ambaye alikuwa na ukoma aliporudi kwa Yesu,
Yesu alipomwambia ondoka, imani yako imekuponya, bila uwe na uhakika. Alipoenda kwa Yesu, Yesu alimuuliza jina, wewe ni nani? Kama umekuja peke yako, kwani wale wengine nao hawakutakaswa? Akasema tulitakasika wote. Mimi huenda huyo mtu, Biblia haijaandika yote, ila kwenye mazungumzo huenda walianza kupiga stori kidogo. Ilikuwaje njiani? Tulikuwa tunatembea tukashangaa ukoma haupo. Nikawaambia wale ndugu zangu tunaweza kumshukuru. Wakasema hapana, sisi tumepona, haturudi. Unaweza ukarudi ukapata tena ukoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huenda wale watu walimwambia hivi, ninajaribu kufikiri hivyo. Huenda wale watu walimwambia hivi, Yesu alisema nendeni mkajioneshe kwa makuhani, hakusema mtakapotakasika mrudi. Ila yule mtu akasema mimi nitarudi, hata kama Yesu alisema tuende kujionesha kwa nani? Kwa makuhani. Yule mtu wewe na uhakika Yesu alimjua jina, alimjua mahali anapoishi, aliyajua na maisha yake mengine, na wewe na uhakika wote tena wakiwa na uhitaji. Yule mtu akienda akisema Yesu, mimi ndiye yule uliyeniponya jana, mtajitaja jina yake? Nitajitaja. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nimtaje mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimtaje Mariana. Ipo hivi, Mariana na sisi wote tumepokea uponyaji kutoka kwa Yesu, ila yeye akarudi kwa Yesu kumwambia anashukuru kwa sababu umeniponya. Yesu atamjua Mariana. Siku wote tuna mahitaji, yule itakuwa ni vyepesi sana kusikilizwa kuliko sisi. Kwa nini? Atasema Yesu, mimi ndiye yule ambaye ulituponya jana, na wale wengine 10, na hata usiwataje majina, sawa? Wewe sema tu na wale wengine 10, mimi ndiye yule Mariana ambaye uliniponya jana. Ila leo Yesu atamwambia una shida gani binti yangu? Utasema jana ulinisaidia nikapona, leo nimekuja nina mitihani tena na kuomba unisaidie. Sana umeshapata, nenda, umefaulu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kadri tunavyoendelea kumshukuru Mungu, ndiyo thamani yetu kwa Mungu inaongezeka. Kwani uoni? Kuna mtu alikuwa anaenda kwa mtu mmoja, kila wakati anaenda kumwambia nipe haki yangu, nipe haki yangu, nipe haki yangu. Hadi yule bwana akawa amemfahamu, mama fulani ndo amefika. Yule anayekudai akasema mpeni Bwana haki yake. Ndivyo Mungu anafanya. Kila wakati tunapoendelea kumshukuru, thamani yetu inaongezeka kwake. Na ikiongezeka kwake, kuna baadhi ya maombi tutakuwa hatuombi, tutakuwa tunaambia Mungu nini tunataka. Yaani tutakuwa tunaongea kama marafiki. Si alimuita Yakobo rafiki? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe kaa tu, usimshukuru Mungu, maombi yako yatakuwa ni magumu sana unapoendelea, kwa sababu utaanzia mbali hadi uje umpate Mungu kwenye engo. Ila kama unamshukuru, unamwambia mimi ndio yule. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la mwisho alafu hapa tunamaliza. Shukrani inamfanya Mungu atupe wazo, andika hivi, shukrani inamfanya Mungu atupe wazo jipya ambalo limekusudia kutupa matokeo zaidi. Shukrani inamfanya Mungu atupe wazo jipya ambalo limekusudia kutupa matokeo zaidi. Sitasoma, ila nitaelezea tu kwa sababu ya muda. Kitabu cha Kutoka sura ya 18 mstari wa 8 hadi 21. Kutoka 18:8 hadi 28. Ni kwa habari ya mtu mmoja anaitwa Yethro, mkwe wa Musa. Alipoenda kukutana na Musa, ilipofika asubuhi, akaona watu wote, yaani Israeli wote wanakusanyika kwa Musa. Yule Yethro alipoangalia kwanza kabla ya kusanyika, Musa alimwelezea Yethro mambo yote ambayo Mungu amewatendea. Yethro akamshukuru Mungu,
Biblia inasema kwamba wakamtolea Mungu sadaka, kwa sababu alipoenda alikuwa na wanyama. Wakamtolea Mungu dhabihu za shukrani na nini, kwa sababu Mungu amefanya yaliyo makubwa. Ilipofika asubuhi yake, watu wakakusanyika wote kwa Musa. Yethro alipoona vile, akasema huyo mwamba atakufa. Akamwambia Musa, unachokifanya ni hatari, utazofika wewe pamoja na watu wako. Nitakupa shauri na Mungu aliye pamoja nawe na akusaidie. Akamwambia, tafuta watu ambao watakaa juu ya 1000, watakaokaa juu ya 100, watakaokaa juu ya 10, watakaokaa juu ya 50. Yale ambayo ni makubwa watakuletea, ila yale ambayo ni madogo washughulike nayo. Kitu gani kilizaliwa pale? Nilikuwa ni wazo baada ya kumtolea Mungu shukrani kwa yale ambayo anawatendea katika safari ya kutoka utumwani. Kwa hiyo ipo hivi, kuna mambo ambayo wana tunapitia kwenye maisha yetu, hatujui mlango wapi tutokee, au hatujui ni ufunguo, hatujui mlango wapi tutokee, kwa sababu hatuna funguo ya kufungua huo mlango. Ufunguo mmoja wapo ni shukrani. Naomba tusimame.